Nkasi Kaskazini, kwa maana Mheshimiwa Aida Kenan ni mbunge kule. Kile kinaweza kikawa kielelezo cha kama huyu mwakilishi wenu amefanya vizuri kwa kiasi gani, ili watu wajue kwamba kama hapa watu wa Chadema wamepewa nafasi hii, mwakilishi wao amefanya vizuri katika eneo hili, wanaweza wakaaminiwa na kupewa nafasi katika chaguzi katika maeneo mengine. Ukitaka kujua ubora wa wabunge wa Chadema au wakilishi wanaotokana na vyama vya upinzani, sio lazima mpaka ukamtumia Aida peke yake. Watu wengi wanafahamu bunge la kuanzia mwaka 2010 kuja 15 mpaka na 20, wabunge wetu walifanya kazi nzuri sana ya kutetea maslahi ya wananchi. Nafahamu kazi iliyofanywa na kina Stokabwe, iliyofanywa na kina Mheshimiwa Sugu, akina Godbless Lema. Sasa leo tunaye mbunge mmoja Aida ambaye amekuwa ndiye sauti ya wananchi wa Tanzania kwa ujumla wake. Unafahamu Aida amekuwa akipigana pamoja na kwa mmoja ndani ya bunge akiwa peke yake, lakini tumekuwa tukiona akipambana. Wakati wa mswada wa kupitisha na ile bandari, ile kuuzwa kwa bandari, alisema peke yake kupinga na kujaribu kutetea maslahi ya nchi. Lakini kutokana na yeye kwa peke yake, sisi mwakaamua kufanya waliyofanya. Kwa hiyo sisi hatujivuni kuwa na mbunge mmoja na kutumia kama kipimo cha kwamba ndiye mtu anayetakiwa kuwa kielelezo cha kuchagua sisi tuweze kuchaguliwa na watu wengine. Sisi tunachosema ni mifumo huru ya uchaguzi ambayo inaweza kuruhusu watu wengi kuwagombea. Mimi mwenyewe sasa hivi naongea na mimi, lakini kiwalisema mimi nitakiwa kuwa bungeni. Ni wizi tu na uporaji wa CCM ulionifanya mimi sio mbunge. Mimi leo natakiwa kuwa mbunge wa jimbo la Karagwe kwa sababu nilishinda kwa kura nyingi. Lakini kwa bahati mbaya ndio hivyo mifumo ambayo tunaipigania leo ndio iliyofanya mpaka sasa hivi mimi niko huko mtaani. Kwa namna hali jinsi ilivyo ndani ya chama chenu, mtabaki salama? Wacha nikwambie kitu kimoja. Kama mchambuzi na kama mwanahabari, ni muhimu sana ukafahamu. Ndio. Moja ya bahati alionayo mwenyekiti wetu Tundu Lissu. Kwa sasa Chadema inahama katika yani imevuka ile ya kuwa chama peke yake. Yani kwa maana itikadi ya Chadema. Lissu anaungwa mkono na Watanzania walio wengi, wenye chama na wasiokuwa na chama. Mimi napokea watu wengi wakiniulizia, walioko watumishi wa serikali, mapolisi, wakiniomba niwape namba ya kuchangia tone, hawataki waonekane majina yao. Mimi nawaambia nenda pale M-Pesa, chukua hii namba, nenda ukaweke hela pale. Wakati kwenye mkutano watu wengi actually kwa sasa Chadema chini ya uongozi wa Tundu Lissu sio chama tu, ni movement ya wananchi. Okay. Kwa hiyo kama ukisha kuwa na wananchi utashinda tu. Hata ukimsikia Dr. Nchimbi anaongea tu, mimi nataka nikwambie tarudi hapa, maneno ya Dr. Nchimbi atayakana mwenyewe. Hawataenda kwenye uchaguzi na uchaguzi hautafanyika. Lazima twende mezani tukafanye reforms ili watu waweze kuwa na haki ya kutambua kura zao na kura zao ziweze kuwa na thamani. Tumalizie. Unawaeleza nini wana Chadema Sumbawanga mjini? Ndio eneo lako hili. Mshikamano. Tunapita katika wakati ambao kwa historia ya upinzani unaweza kuwa ni wakati mgumu kuliko wakati wowote. Kwa sababu juzi Tundu Lissu alisema, mwenyekiti wetu akasema, hiki tunachokifanya kwa sasa ni uasi, lakini kwa sababu ni uasi mtakatifu hatuna jinsi, ni lazima tushiriki. Tutashiriki kuhakikisha kwamba tunapinga na tunajiandaa kuzuia uchaguzi mpaka itakapokuwa mifumo imebadilika, ili tuwe na uchaguzi ambao utakuwa unaweza kutoa hatima ya kura za wananchi. Adolf Mkono.